السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, ndugu zangu watazamaji wa channel yetu ya Kauthar TV 24 hours, tukiwa ndani ya ofisi yetu hii ya Kauthar Ruqya Center, ambapo ni kituo kinachoendeleza amalia na harakati za kidawa na tiba za kisunna. Leo nataka kutoa mwaliko juu ya kongamano ambalo kwamba lipo mbele yetu, kongamano la siku tatu bitawfiki Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo litakuwepo ama litakuwa katika maeneo ya Kwale County, sehemu ya Kinango Mbuluni. Tutakuwa huko insha Allahu ta'ala, na msafara upo katika maandalizi ambayo bado hajatimia, lakini tunatarajia kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa tayari, na msafara huu utang'oa nanga kesho asubuhi insha Allahu ta'ala. Hii ni sehemu ya kwanza. Jambo la pili, kazi ya da'wa iko na fadhila kubwa na ina matunda mazito. Kwanza tuangalie hawa walinganiaji. Ad-duat hum khairu hadhihi al-umma, walinganiaji wa dini wao ni watu bora katika umma huu, ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walinganiaji ambao wamesimama kuwaita watu katika barabara ya Mwenyezi Mungu, katika njia ya Uislamu, hawa ni watu bora katika ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Na ni nani ambaye kwamba amekuwa na wito mzuri na kauli njema yenye kuvutia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, zaidi ya yule ambaye kwamba atasimama kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, zaidi ya yule ambaye kwamba atasimama kufanya da'wa na kuleta amalia ya ufikisho, at-tablighu risalatillah, kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani ambaye kwamba ana wito mzuri, ana kauli nzuri, ana sauti nzuri ya zaidi ya yule anayewaita watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa amila saliha, na yeye mwenyewe pia akawa ni mtenda mema huko anawalingania watu, na vile vile ameshika matendo mema kisawasawa. Wa qala innani minal muslimin, na akasema hakika yangu mimi ni miongoni mwa Waislamu. Kwa Muislamu atakayesimama na amalia tabligh risalatillah, kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu bil ilmi au bil hikma wal mau'idhatin hasan, kwa utambuzi wa kielimu, kwa elimu. Al-hikma maana yake nyingine ni elimu, kama alivyonukuu maneno haya Mujahid ya kwamba waman yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, bimaana waman utiya ilma faqad utiya khairan kathira, na yule atakayepewa hikma bimaana elimu, basi amepewa khairi nyingi. Kwa hiyo atakayesimama
akawaita watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa amila salihan, na akatekeleza mwenyewe yale yaliyokuwa mazuri. Sio kwamba anaitana tu, bali hata yeye akawa ni mwenye kuyatenda yaliyokuwa mazuri. Wa qala innani minal muslimin, kisha akanena kwamba mimi pia ni miongoni mwa Waislamu. Kwa hiyo amalia ya da'wa ni amalia ambayo kwamba ina ubora mzito. Maadamu mtu kashatamka la ilaha illa Allah, kapata upeo fulani wa kumfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaisoma kiasi fulani dini ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, wajaba alayhi bilqiyami, ni wajibu kwa mtu huyu kusimama kidete, sasa kusimama imara, kufikisha risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo adduatu, hawa walinganiaji wanaowaita watu kwa Mwenyezi Mungu, hum khairu hadhihi al-umma ala al-itlaq, hao ni bora ya umma huu kwa mkato, yani hakuna mjadala kwamba duat wanaofikisha ujumbe wa Allah ni watu bora duniani, tena kwa mkato, hakuna negotiation hapo, kuna mjadala hapo. Atakayesimama na amalia hii amesimama na amalia ya manabii wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya suratu Ali Imran aya 110 anatuambia, kuntum khaira ummatin, nyinyi mumekuwa umma bora, ukhrijat linnas, ambao mumetoka kwa watu. Kabila ya nyinyi kulikuwa na watu nyuma, kaum Aad, kaum Thamud, kaum Saleh, wote hao walikuwepo. Ta'muruna bil ma'ruf, kazi yenu mnaamrisha yaliyokuwa mazuri, watanhauna 'anil munkar, na mnakataza mambo ya munkarati machafu, wa tu'minuna billah, kisha mmemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahum, na lau wangeamini waliopewa vitabu wa Kristo na Mayahudi kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, ingekuwa ni khairi, ni bora kwa wao wenyewe. Minhumul mu'minuna, kati ya hao wa Kristo na Mayahudi wapo waumini, wa aktharuhum fasiqun, na wengi wao ni mafasiq. Aya hii Abu Huraira radhiyallahu anhu kasema katika aya hii, nahnu, yani sisi Waislamu, sisi ummat Muhammad, khairun nasi linnas, ni bora wa watu kwa watu, nasuquhum, tunawaelekeza, tunawapeleka watu, bisalasilu ila alislami, tunawavuta watu kwa silsili, kwa nyororo kwenda kwenye Uislamu. Bimaana tunawavuta watu kwa da'wa, mawaidha hasan, kaul njema, tunawavuta watu mdogo mdogo kwa da'wa mbalimbali tunazifanya, kuwaleta kwenye Uislamu. Huo ndio ubora wetu jamani. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akasema naye Umar bin Khattab, Allah awaradhinaye, man fa'ala fi'luhum, yule atakayefanya vitendo vya hao wema waliotangulia, yule atakayefanya vitendo vya hao waja wema waliotangulia vya da'wa, kana mithluhum, yeye naye atakuwa mfano wao. Kama sisi tutafanya kazi ya mitume aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, ya at-tablighu risala, ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu ila khalqillah, kwa viumbe vya Mwenyezi Mungu, sisi nasi tunakuwa mfano wao. Na kauli yake Mwenyezi Mungu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, hadha madhun, hii kazi ya kuamrisha mema na kukataza maovu ni sifa lihadhihi al-umma, ni sifa ya umma huu. Mwenyezi Mungu anausifia umma huu kwamba umma huu, ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kazi yake ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Madhun, hii ni sifa. Mwenyezi Mungu anawasifia maduat wanaojitolea, wanaotoka
kwenda kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar madhun li hadhihi al-umma. Hii ni sifa ya umma huu, kwamba ummati Muhammad sifa yao ya kwanza kuu, kwamba wao tabia yao ni kuwaita watu kwenye Uislamu, ni kufanya da'wa. Ma aqamu dhalika watasafu bihi. Hii ni sifa ya ummati Muhammad, maadamu watasimama kwa amalia ya kuamrisha mema na kukataza maovu, watasafu bihi, na wakasifiwa kwa sifa hiyo, kwamba hawa jamaa ni jamaatu tabligh. Hawa ni watu wanaofikisha ujumbe wa Allah, hawa ni watu wanaofikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu mahma kanat. Kwa sababu hauwezi kukaa katika dunia hii na usikose watu wakosoaji, hauwezi kosa. Kila jambo alikosi mpinzani. Kwa hiyo atakayebeba sifa ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa ilmu na hikma na mauidha mazuri, basi huyu ameshika sifa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hii tunarejelea tena, ni sifa wa ummati Muhammad. Ma aqamu dhalika, pale watakaposimama kidete na kazi hiyo ya da'wa, watasafu bihi, na wakasifika kwa tabia hiyo na kazi hiyo, kwamba wao wamesifiwa kwa sifa ya ufikishaji. Hawakusifiwa na ulevi, hawakusifiwa na upumbavu mwingine, bali wamesifiwa kwa sifa ya kufikisha da'wa. Tunasema balighu anni walau aya, nifikishieni au fikisheni kwa ajili yangu mimi Mtume Muhammad, hata kama ni aya moja. Kwa hiyo akasimama mtu akajitolea, akatoka akatembea kwa mguu, ukapanda ukapata usafiri kwenda kuifikisha aya hii moja tu, ama hadithi hii moja tu, au maudhui fupi yenye maana ambayo italeta mwamko na mabadiliko katika jamii ya Kiislamu na ummat Muhammad alayhi salatu wasalam, wajaba alayhi dhalika. Hii inakuja kwenye wajibu kwa mtu huyu. Mtazamaji, kusudio ya maktaa hii ambayo naitoa wakati huu ni kuonyesha umuhimu ya watu Waislamu, maduat, wasomi, namna wanavyotakiwa kujitolea kwenda kuielimisha jamii maana ya la ilaha illa Allah. Leo tunapata msikitini kwetu, mara kumbonga kitambara cheusi, mara kumbonga kitambara cheupe kipigwa mafundo kwenye mlango wa msikiti. Sasa niambie, kama tuko mjini hapa tunapata mara kubwa vikaniki, vitambara vyeusi vipigwa mafundo vimbogo kwenye mlango wa msikiti. Tumeenda salatu al-isha tukaswali tukaenda zetu, tukirudi salatu al-fajr, anayefungua mlango anakutana kitambara cheusi mlangoni, mlango wa msikiti. Amekuja kwa adhini, lakini anakutana na kaniki, kitambara cheusi mlangoni msikitini. Hiki ni kisa wake. Au yule mfagiaji wa msikiti anaenua vifutia miguu kwenye milango ya msikiti, anapatana na kitambara cheupe kimpigwa mafundo 1, 2, 3 mpaka 7. Mtume anasema man aqada uqudatan thumma nafatha fihi faqad sahar zada ma zada. Yule atakayefunga mafundo au fundo kisha kapulizia mafundo hayo, huyu ameroga, huyu ameroga, yani amechawia. Sasa leo tunakutana na mafundo hayo kwenye milango ya msikiti, yamewekwa chini ya vifutio miguu. Sasa Waislamu wanafanywa sihir mpaka milango kwenye nyumba zao za ibada. Alafu watu wamekaa wasifanye da'wa. Sali nenda nyumbani kwako, sali nenda kazini kwako, sali nenda beach kaangalie bahari. Shatosheka. Umeshakutana na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Umekataa sifa ya da'wa. Umeogopa kuitwa tabligh.
baada ya elimu uliyokwenda kuisoma umebaki nayo kwenye masanduku. Kazi kwa sababu bwana, mimi na shahada yangu ya thanawi, na shahada langu la jamia, na karatasi langu la majisteri, sijui ndio nini. Hii ni upuzi. Hii ni upuzi. Makaratasi hayo, makaratasi hayo, mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimar yahmilu asfara. Mfano wa wale watu ambao kwamba walibebeshwa Taurat, walipewa Taurat, wakaisoma Taurat, wakaijua Taurat, thumma lam yahmiluha, alafu wao wakakataa kuifanzia kazi, wakaiate kama gika bure. Kamathal alhimar, hawa ni sawia na punda tu. Kwa hiyo ewe msomi wa Qur'ani, ewe msomi wa hadithi za Mtume, ewe msomi wa tauhid na tarikh ambayo umeisoma mpaka ukabobea kwenye ilmu hiyo ya dini ya Allah, alafu usifanyie kazi, unasubiria mialiko ya kitajiri, mafukara huna haja nao, maskini huna haja nao, da'wa yako ni ya mjini tu. Utoke Nyali uje Majengo mjini, utoke Majengo urudi Kizingo, utoke Kizingo uje Town Center Market, utoke hapo uvuke mpaka uende Dar es Salaam mjini, utoke hapo uingie Zanzibar mjini. Huna haja na mashinani kabisa. Huko hakuna, huko shauri yenu nyewe, mutu bighaidhikum, kufeni na upuzi wenu, kufeni na shirki zenu, kufeni na ukafiri wenu. Na hivi, kwa hiyo tunapata kwamba ummat Muhammad alayhi salatu wassalam wamepewa sifa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wao ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wamepewa sifa hii ya kuamrisha mema na ukatazaji wa maovu. Sifa hii wakisimama nayo na wakaishika vizuri, watakuwa wamebeba sifa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha taraku taghyiri, sasa watu wakiacha sifa hizi, wakabadili, wakaacha tabia hii ya kuamrisha mema, wakaacha, wakabadili, wakaishi wanataka wao, watawata'u ala almunkar, kisha wakaanza kukanyaga na kuseta kwenye mambo maovu, na wao pia ende beach akaangalia bahari, wakaogelea uchi uko pale. Shekhe huyo kavaa t-shirt chake cha Manchester, cha Barcelona, cha Chelsea, hataki kuvaa kanzu, ataonekana baharini Jumapili, alafu mimi navaa kanzu, avaa t-shirt chake cha kushika misuli. Zala anhum ismul madhi, lile jina walilopewa la sifa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala linafutika kwao, linaondoka kwao. Walahiqahum ismu dhanb, kisha wanakutana na jina la dhanb, lawama. Wanabeba lawama badala ya sifa njema. Wa kana dhalika sababan lihalakihim, na hiyo inakuwa ni moja ya sababu nzito kubwa ya wao kuangamia. Kweli tulipokwenda kuacha amalia ya tabligh risalati Allah, alladhina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah, na wale waumini ambao wanafikisha risala, ujumbe wa Mwenyezi Mungu walioubeba, na wasiogope wala hawaogopi yeyote ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa sie tuliodukua kidogo kichache, hata kama tumekosea huko, tuifikishe risala hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika pembe za dunia, tuifikishe kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa ujumbe huu ambao nitauweka kwenye kanati hii, channel hii, share, subscribe, like, comment,
Toa support ya da'wa, toa support ya da'wa, toa support ya da'wa, kwa sababu da'wa inahitajia support ya usafiri, support ya kila hali. Adai, yule mlinganiaji, aduat, wale walinganiaji wale wana maisha kama ya watu wengine, wanakula, wanakunywa, wanavaa, wana majukumu. Kwa hiyo tunaposema da'wa support, tunamaanisha majambo mengi sana. Kwa yule mja anayepata taathira, anayepata kuelewa tunapoandika da'wa support, huwa anaelewa kwamba ulinganiaji ama kazi ya da'wa inahitajia support ya Waislamu. Support da'wa upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Karibuni sana Kinango, Mbuluni, Tua Da'wa kwa siku 3 mfululizo insha Allahu ta'ala. Kuwa naye ndugu yako Abu Hasanat, fuatilia rihla hii, tua hii katika channel hii, nawe utafaidika insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.